tunataka kufahamu hapa work balance, hapa work life balance ni kitu gani hiki kwa maneno machache? Work life balance Ndio. ina maana uwiano kati ya maisha binafsi ya mtu Ndio. na majukumu anayofanya. Ndio. Ni biashara, ni kuajiriwa, lakini na yale majukumu mengine ya kwenye jamii na kwenye familia. Ndio. Sasa tunataka kutafuta ni namna gani anaweza akaweka uwiano ili yasimpeleke kwenye changamoto ya matatizo ya afya ya akili. Ndio maana sasa tumeleta wataalamu wa sekta ya afya kusudi waweze kulichambua hili jambo. Linaanza vipi? Linatokana na nini? Na mtu akiwa na hili tatizo anawezaje kujitambua, au sisi ambao tunaishi na mtu ambaye ameanza kupata hili tatizo tunawezaje kumtambua ili kuweza kumsaidia. Ni katika kuzungumza, ni katika kuongea ndipo tutakapojua ni namna gani ambapo tunaweza tukamsaidia mtu, kwa sababu hizi kazi ni nyingi kwa kweli. Kwa hiyo mtu anatakiwa aweze kuweka uwiano kati ya maisha yake yeye binafsi na namna ambavyo anafanya zile kazi. Aha, hapa ina maana kuna wanawake ambao wanafanya kazi zaidi wanasahau familia, ama wanatakiwa kupunguza kazi, ama wanatakiwa kuangalia tuangalie familia, afya ya familia iko namna gani, ama afya ya mwanamke mwenyewe, mahusiano na muda wa kupumzika. Kuna uhusiano gani katika hii tukizungumza kitu kama hiki? Tunaposema kuwa na uwiano kati ya maisha binafsi na yale majukumu ambayo ni ya mwanamke, tunamaanisha kwamba huyu mama au huyu mwanamke aweze kujua sasa, hapa masuala ya huku nyumbani nisiende nayo kule kazini au kwenye biashara. Ndiyo. Na masuala kwenye biashara nisiyalete huku nyumbani. Ndiyo. Kweli unafanya maeneo mbalimbali, lakini uweze kujua sasa niko kazini, ninafanya kazi, nitatumia yale maadili ya kazi, nitafanya kwa bidii, nikimaliza naenda nyumbani. Kuna vitu kule nyumbani ambavyo naningoja na mimi nikafanye. Namna ambavyo unaweza kupanga, kuratibu vitu vyako na ukawa na amani, lakini pia ukafanya kwa ufanisi. Kwa ufanisi. Kufanya kwa ufanisi. Haya, mtazamaji, bila shaka unafuatilia, na hasa nazungumza na mwanamke ambaye anaitwa tarehe 26 Septemba pale Oasis Club, uweze kufika na kuzungumza na wanawake wengine na wataalamu mbalimbali. Lakini hapa mwenyekiti utanisaidia hapa, na je, mwanamke anayewezaje kujifunza kwa kusema hapana? Kusema hapana maana kazi zimezidi, kusema hapana pale ambapo kuna kuchoshwa, kusema hapana pale ambapo anaona kwamba anayoyafanya hayaendani na yale ambayo kwa ameyapanga, ili kuhakikisha kwamba anakuwa iko sawa katika afya ya akili, lakini na kazi zingine zinakwenda sawa. Namna gani anasema no, hapana sasa na ni baadaye? Kwenye eneo hili ndio kuna mtaalamu wa afya, ndio yeye atalifafanua vizuri sana kwamba pamoja na kazi anazofanya huyu mwanamke, lakini kuna mahali anafikia, pengine ni katika mahusiano kazini au pengine ni kwenye mahusiano nyumbani, yameanza kumletea shida. Sio kazi tu, lakini hata mahusiano yameanza kuchangia. Ndiyo. Anaweza sasa akatambua kwamba kwa vile viashiria ambavyo yule mtaalamu atatupa, atatambua hapa ninahitaji kusema ili kuwe na intervention, ili kuwe na kitu ambacho kitamsaidia atoke kwenye hilo tatizo ambalo ukiacha tu linaweza likampelekea kwenye matatizo mengi zaidi. Kwa hiyo hapa tuna mtaalamu ambaye ni daktari kabisa, ambaye ni specialist wa masuala ya afya ya akili, atatusaidia na kutupatia viashiria, atatueleza vile viashiria, na mara nyingine huwa anatoa fomu ambayo ina maswali. Ndiyo. Unajibu, baada ya kujibu, akiangalia yale majibu, kama umejitathmini mwenyewe unaweza ukaona aha, kumbe na mimi na kiashiria, kwa sababu hili linaweza likamtokea mtu yoyote kwenye maisha haya. Wenyewe wataalamu wa afya ya akili wanasema kuwa na changamoto ya afya ya akili ni sawa, it's okay kuwa na matatizo, lakini utakiwa ujitambue ama upokee maelekezo ambayo atakufanya ukubali kwamba nina matatizo ya afya ya akili, ili wataalamu waweze kuchukua hatua na wewe kukaa sawa. Na nataka tuzungumzie hapa afya ya akili ya mwanamke si swala lake peke yake, na hapa tunamwangalia kama huyu ni mama wa familia ambaye anamtunza mume, ana watoto, wanafanya kazi wenzake, akitoka pale nyumbani anakwenda kwenye biashara, kwenye vikoba, ofisini, viwandani na kadhalika. Lakini sio peke yake, yeye pia ana marafiki zake. Sasa hapa nataka tuipatie jamii na wanafamilia jukumu la kuangalia afya ya akili ya mama. Watu wanaomzunguka mwanamke wana nafasi gani katika kumsaidia kupata work life balance na kulinda afya yake ya akili? Ni kweli sisi wanadamu, licha ya mwanadamu anaishi katika mahusiano na watu wengine,
Na huyu mama tunayemzungumzia, tukianzia pale nyumbani, ana mume, ana watoto, ana watu wanaoishi nayo pale, wanaweza wakawa wanamjua tabia yake yukoje. Akibadilika, wale ni watu wa kwanza kuweza kujua sasa hapa kuna shida, au anakasirika sana au anaongea sana, wanaweza wakaona sasa hapa kuna shida. Kwa hiyo wale wanaweza wakamsaidia, au ananuna, au wanaweza wakajua hapa sasa kuna badiliko fulani, kuna shida ambayo inataka kutokea. Lakini hata kazini, wafanyakazi wale ambao unafanya nao wanakufahamu au wanamfahamu yule mama, wakimwona anabadilika, wanaweza wakagundua kwamba hapa pana kitu ambacho hakiendi sawa sawa. Sasa sitaki kuzungumzia hilo sana kwa sababu hapo ndipo yule mtaalamu anaingia ambaye atalizungumzia vizuri sana kwenye kuzungumza pale, na ni namna gani sasa tumsaidie, kwa sababu tunapokuja kuongea, inawezekana sio wewe unapitia, lakini pale nyumbani kuna mtu anapitia, au jirani au rafiki au jamaa katika familia anapitia. Tukija kuzungumza, ukiona vile viashiria, utaanza kujua ndio maana namuona fulani sasa mabadiliko yale ni makubwa, anahitaji ushauri. Sasa kwenye haya mazungumzo pia tunatoa maelekezo, kama umeona hivi viashiria uende wapi ili uweze kusaidiwa. Utaanza na counseling, na baadaye ataweza yule mtaalamu kutambua kwamba huyu sasa anahitaji kutibiwa, au ni counseling tu, naambiwa punguza mambo fulani na nini, utakuwa sawa. Kwa hiyo matatizo ya afya ya akili sio jambo la kuficha, ni jambo ambalo linaweza likazungumzwa, ni jambo ambalo linaweza likatibika, sio jambo la aibu. Sawa, nikushukuru kwa maelezo mazuri, na hasa umemwangazia mwanamke namna gani anataka kufanya, lakini pia namna gani umeipatia jamii jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba wanaweza kumsaidia huyu mwanamke. Lakini naomba nisaidie, kama hujazungumza jamii, huyu mwanamke tunaamini ana mume. Na nikimzungumza mume, nazungumza wanaume kwa jamii, kwa upana wake katika jamii. Ni namna gani nafasi ya mume au wanaume katika jamii kuilinda na kuisaidia afya ya akili ya mwanamke? Asante kwa swali zuri. Pia kama tulivyosema, familia ina baba, ina mama, ina watoto. Wanajamii wana sehemu kubwa sana ya kuweza kumtambua, lakini kumsaidia na anapitia changamoto gani. Mtu anapoongea ndipo unapojua ni nini kiko moyoni. Kwa hiyo inawezekana utagundua ni kwenye hayo mahusiano, au utagundua sasa ni uchumi una shida, mpaka anafikia mahali anaongea mwenyewe, au anaonyesha vile viashiria ambavyo sio vya kawaida. Kwa hiyo mwanamume ana sehemu kubwa ya kuweza kumsaidia huyu mama. Anaweza kumuona mabadiliko yake, lakini kama na yeye anatambua, anaweza akasema sasa tunahitaji kuwaona wataalamu. Ni mtu ambaye anaweza kusaidia sana. Sasa tukielekea tamati, nikushukuru sana mtazamaji ambaye anaendelea kufuatilia kipindi hiki, mtazamaji wetu na msikilizaji wetu popote pale ulipo. Nasikia ukipata clip hivi sasa, like hiyo page, lakini mtumie rafiki yako, ndugu jamaa na rafiki, na hasa mlenge mwanamke aweze kupata ujumbe huu, ili aweze kufika pale Oasis Club tarehe 26 Septemba, ambapo tunasema mwanamke njoo tuongee. Fika hapo, ukutane na wanawake zako, mzungumze na wataalamu mbalimbali, kwa lengo kuhakikisha kwamba unapata taarifa na unajifunza, lakini baada hapo unakuwa salama katika afya akili na ukiwa sawia. Sasa tuzungumze na mwanamke anayetufuatilia hivi sasa kupitia mitandao ya kijamii na sehemu mbalimbali ambapo tutapata tangazo hili. Kwa nini mwanamke aje pale Oasis Club tarehe 26? Atafaidika na nini, na kwa nini shughuli zake zote? Ni wasaa pekee kabisa hapa sasa umwite, na mimi baada ya wewe kumwita tutakuwa tunafunga kipindi chetu hiki. Mwite sasa, achukue nafasi kabisa kwa kuhakikisha kwamba aache kazi zake zote na amjulishe rafiki yake, rafiki amwambie rafiki mwingine kwamba tukutane tarehe 26 pale 26 Septemba Oasis Club kwa ajili ya kupata elimu hii na kuzungumza wanawake wote. Karibu sana. Asante sana ndugu mtangazaji, ninaomba nitumie nafasi hii kuwakaribisha wanawake wote ambao wamesikia taarifa hii ya kwamba tarehe 26 mwezi Septemba mwaka huu 2026 kuna tukio pale Club Oasis Mbezi Beach kuanzia saa 7:30, ambapo wanawake tutakutana chini ya jukwaa la mwanamke njoo tuongee, afya ya akili pamoja na uwiano kati ya maisha binafsi na kazi. Pale kutakuwa na networking, lakini tutazungumza, wataalam watatufundisha nini kinaweza kusababisha shida ya akili au matatizo ya afya ya akili, lakini pia
watatuambia inaanzaje, tunawezaje kumtambua mtu ambaye anapitia hayo matatizo na anawezaje akasaidiwa ili asiendelee kuharibikiwa, kwa sababu akiendelea kuharibikiwa atashindwa pia kufanya kazi, atashindwa kuangalia familia, atashindwa mambo mengi ambayo alikuwa anayafanya akiwa na ufahamu wake au na akili yake nzuri, afya nzuri ya akili. Kwa hiyo pale patakuwa pia na kusikia kutoka kwa wanawake ambao wamefanya vizuri, wameweza kufanya kazi, wamelea familia, lakini bado wanaendesha maisha yao vizuri. Tutasikia shuhuda kutoka kwao, hizi zitatusaidia. Kwa hiyo tunakaribisha wanawake, lakini pia pale kutakuwa na refreshments, kutakuwa na kubadilishana pia uzoefu katika maisha haya, na utakavyoingia sivyo utakavyotoka. Tuna uhakika kabisa utakuwa umefaidika, na pia unaweza ukajisaidia mwenyewe au ukasaidia mwanajamii au ukasaidia mwanafamilia ambaye umeona kwamba anapitia kwenye changamoto ya afya au changamoto ya matatizo ya afya ya akili. Asante mtazamaji, muda wote huo nimekuwa naye Bi Rosada Msoma. Yeye ni mwenyekiti kutoka taasisi ya Hope for All Initiative, akinena nami hapa tukiangazia juu ya Mwanamke Njoo Tuongee 2026 itakayofanyika pale Oasis Club. Hakikisha kwamba unafika hapo. Na kwa nini unafika hapo? Kuna mambo mengi na makubwa na mazuri utayapata. Utafika hapo, utapata elimu, utapata taaluma mbalimbali, utapata networking, lakini pia utabadilishana uzoefu na wanawake ambao utakutana pale. Kumbuka, wanapokutana wanawake ndipo biashara nyingi zinaanza, mafahamiko, lakini pia kufikia malengo ya mtu mmoja na malengo ya taifa. Mimi naitwa Albert Kilala, nikushukuru sana na hakikisha hupangi kukosa. Asante na wakati mwema. Tarehe 26 Septemba 2026. Wanawake Njoo Tuongee. wapi? Oasis Club, Mbezi Beach, Dar es Salaam.